Leo kupitia kwenye podcast ya Msema Kweli ya Suma Mnazareti nimefuatilia uchambuzi wake kuhusiana na wimbo wa Linux Sunday Njeda. Linux bwana, Linux ni moja kati ya wasanii ambao Tanzania hawapatikani. Yaani ni wasanii wakali sana kuwahi kutokea kwenye industry ya Tanzania. Umeona? So vipindi kupita nyakati generation to generation kuja haimaanishi kwamba tunaweza kudisrespect ukubwa wake na namna ambavyo namna ambavyo namna ambavyo anaachia kazi zake na nini na vitu kama hivyo. Suma amechambua kidogo wimbo wa Linux na Dully Sax. Kinachonichanganya ni pesa. Kwa nini ni hasa kuforce love? Nishindwe kutafuta maisha. Najua nini si sometime. Kitu alichokizungumzia ni kitu cha kweli sana. Umeona, amezungumzia ukitaka kuendana na nyakati ni lazima ubadilike na nyakati zenyewe zinazotakiwa zilizopo kwa wakati huu. Ni kweli, ni kitu kizuri sana. Umeona, amezungumzia, lakini pia akazungumza kwamba Linux ajifunze kwa Dully Sax kwamba kila generation Dully Sax amekuwa akitoa hit song satukatai, lakini Linux kuleta ule muziki ni kutest masoko, yani ni kutesti mazali, kwa sababu hit song ni kama kifo. Hakuna mtu anayejua hiti. Yani asiwepo mtu akakudanganya kwamba mimi naenda studio kupika hiti. No. Hit song inapotokea, tumewaona wasanii wakubwa sana ambao noma sana, A-list, yani wale wasanii noma wametufanyaga ngoma kali, wamefanya video kali, lakini zile ngoma hazijahiti, hazijaenda sehemu yoyote. Umeona, hata tukienda kuziangalia kwenye majukwaa ya kustream muziki, viewers wake, streams wake ni wachache sana. So Linux kutoa muziki wa design ile, umeona, Linux kutoa muziki wa design ile sio kwamba hajui kwamba nyakati aliyoko anatakiwa kufanya muziki wa namna hii. Alafu kitu kingine ambacho nataka niwakumbushe, Suma Mnazareti pia ni mwanamuziki. Kati ya Suma na Linux, umeona, Linux ni msanii ambaye katoa hit song nyingi sana, umeona, na generation to generation. Linux ana wimbo nadhani una mwaka mmoja miaka miwili unaitwa Mama. Ni wimbo ambao umehiti mtaani, umesikika, umehiti, umefanya vizuri. So wadau wachache wa kwenye industry wametengeneza ka mfumo fulani ka kuamini generation fulani kwamba watu fulani sasa hivi no must do nini. Umeona, leo huwezi kuniambia Bernine sio msanii mkali. Umeona, leo huwezi kuniambia Linux sio msanii mkali. Leo huwezi kuniambia kwamba Ben Paul hajui kwamba sasa hivi muziki uliopo ni muziki fulani. Hapana. Kila siku ninapoamka, napoanza siku mpya, mshukuru Mola kwa kunilinda, nafasi nyingine nikapewa, labda nikijituma na mimi iko siku wataniletea. Ni kwamba kuna wadau wachache kwenye industry ambao naabinisha watu kwamba kwa sasa hivi bwana, msanii ambaye anafanya vizuri anayetakiwa kufanya vizuri ni fulani, iwe anafanya muziki mbaya, iwe anafanya nini, ila anayetakiwa kuhit ni msanii fulani. Tumeangalia kuna wimbo mpya wa Nasinzia kumshirikisha Mario. Bonge la ngoma, video kai, beat lile lile, imeongezwa vitu vichache lakini beat ni lile lile, sound ni ile ile, imeongezwa tu mashairi mapya, wimbo umeenda mjini. Muziki ni ule ule, yani muziki ni ule ule. Ndo maana leo Diamond akimba wimbo wa Remi Ongala, umeona,
kama umetoka leo, kwa sababu muziki ni ule ule, umeona. Linux ni msanii ambaye kafanya vitu vikubwa sana. Shout out sana bro, umetisha sana. Wewe pekee ndo msanii ambaye umefanya wasanii wote ambao wako mjini wanasema ni wa Kigoma. Wewe ndo msanii pekee ambaye umeleta hiyo heshima. Yani wewe ndo msanii ambaye umeleta hiyo respect ya watu wa Kigoma kusema Homboke na sisi ni watu wa Kigoma. Yani hiyo iko wazi, wanaweza wasiseme watu wengi, lakini wewe umebeba roho ya mkoa, umeona. Wewe umewapa platform wasanii wengi. Wewe umesababisha mtu akisema mimi ni msanii kutoka Kigoma kwenye industry aonekane ni noma, umeona.